Ujambo na karibu. Rais Ruto anajaribu kujenga mfumo ambao utampa wabunge wengi wanaomuunga mkono bila kupinga. Watu wanaofanya kazi kwa kufuata maelekezo yake pekee. Hoja inayotolewa ni kwamba iwapo atakuwa na wabunge wengi wanaofuata amri zake, anaweza kubadilisha katiba, kutumia mamlaka kwa nguvu zaidi, kutangaza hali ya hatari na kufanya maamuzi makubwa bila upinzani wa kutosha. Kwa mtazamo huu, anaonekana kama mtu anayetaka kuimarisha mamlaka yake kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa maoni hayo, Ruto anaweza kuanza kuwachukulia hatua baadhi ya wanasiasa waliowahi kuwa washirika wake, lakini ambao wamehusishwa na madai ya ufisadi kama vile Aden Duale. Inadaiwa kwamba hatua hizo zinaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kuondoa watu wanaoweza kumtishia kisiasa au kumzidi nguvu baadaye. Vile vile kuna madai kwamba wanasiasa kama Hassan Joho, Gladys Wanga na John Mbadi wanaweza kudhoofishwa kisiasa ikiwa wataonekana kuwa na uwezo wa kumpa ushindani katika siku zijazo, hasa kuelekea mwaka wa 2032. Wanaotoa hoja hizi wanaamini kuwa Ruto anatamani kubaki madarakani kwa muda mrefu sawa na baadhi ya viongozi wengine wa Afrika Mashariki. Pia kuna madai kwamba baadhi ya viongozi wa jamii ya Waislamu wanajipanga ili siku zijazo waweze kutoa rais wao wenyewe kwa kuwakuza viongozi kama Hassan Joho, Hassan Omar na Aden Duale. Kwa mtazamo huo, inasemekana kwamba Ruto ameona hali hiyo na ameanza kutumia mikakati tofauti ya kisiasa ili kuendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Miongoni mwa madai hayo ni kwamba anaweza kufikiria kuahirisha uchaguzi au kutumia siasa za kidini kwa manufaa ya kisiasa. Wengine wanaamini kwamba ameona kwamba siasa za kikabila pekee haziwezi kumsaidia. Hivyo anatafuta kuungwa mkono na Waislamu kwa kiwango kikubwa zaidi, ikiwemo uwezekano wa kuwa na mgombea mwenza kutoka katika jamii hiyo ili kupata kura mbadala. Kuhusu uchaguzi mdogo wa Ole Kalau, madai yanayotolewa kwamba Ruto anaweza kutumia uchaguzi huo kuibua mgawanyiko wa kisiasa miongoni mwa Wakenya wa Mlima Kenya. Hoja hiyo inasema kwamba uwepo wa mgombea wa Jubilee inayohusishwa na familia ya Kenyatta kutoka Kiambu na chama cha DCP kinachohusishwa na Wamnyoro kutoka Nyeri unaweza kutumiwa kisiasa kwa manufaa ya UDA. Aidha, madai hayo yanaeleza kuwa baadhi ya viongozi kama Moses Kuria, Dennis Itumbi na wengine wanatumika kuendeleza simulizi la kisiasa la mgawanyiko kati ya familia ya Kenyatta na Wamnyoro. Jambo ambalo kwa mujibu wa wanaotoa maoni hayo linaendelea kufanikisha mkakati wa kisiasa wa Rais Ruto. Ni muhimu kutambua kwamba haya ni maoni na madai ya kisiasa ambayo hayajathibitishwa rasmi na yanaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana wa kisiasa nchini Kenya. Ninaweza pia kukutafsiria kwa Kiswahili rahisi ili uweze kuelewa kile ambacho namaanisha. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba ni muhimu kutambua kwamba haya ni maoni, sio kitu ambacho kimethibitishwa. Haya ni maoni ya watu na wanasiasa na wapiga kura ambao wanaona mbele. Kwa hivyo ni muhimu kutambua kwamba haya ni maoni na madai ya kisiasa ambayo hayajathibitishwa rasmi na yanaendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana wa kisiasa nchini Kenya. Kwa hivyo haya ni maoni ya washikadau wa siasa, watu ambao wanapenda siasa wameyaweka hadharani ili tuweze kuyafahamu, ndio maana mimi pia nimekusukumia. Kwa hivyo
tumeona kwamba kila sehemu inajitahidi sana. Rais Ruto anajitahidi kusalia uongozini. Pia timu pinzani pia inang'ang'ana kuhakikisha kwamba inapata uraisi. Lakini yote tisa, kile ambacho sisi siku zote tunaomba ni kwamba tuwe na umoja. Tupige kura za ukomavu, yaani kura ambazo hazina chuki. Tupatie watu uhuru wa kufanya kampeni zao kwa kila sehemu hapa nchini Kenya. Iwe ni kwenu, iwe ni kwao, kila mtu ana uhuru wa kuuza sera zake sehemu yoyote nchini Kenya, kama yeye ni Mkenya. Kwa hivyo kwa wakenya, ratiba inawaruhusu wafanye kampeni. Kwa hivyo tuwe na siasa nzuri, siasa ambayo haina chuki, siasa ambayo haina ukabila. Sisi sote ni ndugu, tusaidiane kujenga Kenya yetu. Tuache mambo na uchochezi. Wanasiasa nawaomba, msichochee watu kupigana, kitu ambacho kinaumiza watu nyinyi mkiwa salama. Kwa hivyo tueneze upendo, tueneze amani, ili tuweze kuishi kwenye dunia hii kwa amani na utulivu. Nakushukuru sana.